Tarejea kwako Ken Babu, wacha tusikilize wakazi wa kaunti ya Kisii wanasema nini kuhusiana na mchakato huu wa vijana kuhusishwa katika uchaguzi. Kombo Alfayo, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, vijana wa kaunti ya Kisii wanasema nini kuhusiana na swala hili? Na asante sana Paul Kirobe, nipo hapa katikati ya jiji la Kisii kwa nafanya mazungumzo na baadhi ya wakazi watueleze kwa nini wanahisi kwamba vijana hawajitokezi kwa wingi wakati wa chaguzi za chaguzi kuu ambazo zinafanyika, chaguzi kama zile za mwaka 2022 na hizi ambazo zinatarajiwa za mwaka 2027. Hapa ndipo na vijana pamoja na mmoja wa mzee, ili tuweze kutueleza, pengine mkiweza kusonga karibu, utueleze, je, wewe kama kijana umeweza kujisajili kama mpiga kura, na je mwaka wa 2027 utajitokeza kuweza kupiga kura? Okay, kwa majina naitwa Kaisa Vincent, mmoja wa wanafunzi katika chuo kikuu cha Kisii University. Kwanza kabisa ningependa kuambia serikali, hasa by election ambazo zilifanyika wiki iliyopita, vijana hawakujitokeza kupiga kura. Sababu ya kwanza, tume ya IEBC hatujaona wakijitokeza kusajili wapiga kura wapya. So vijana hawakuwa na nafasi ya kupiga kura. Pengine unahisi ni kipi ambacho kikubwa huchangia sana katika chaguzi kuu zile za kwa lugha ya Kiingereza tunasema general election, vijana hawajitokezi kupiga kura? Okay. Kwangu, kwa maoni yangu mimi, kwanza vijana ni kama hawana maono. Kitu ya kwanza, vijana wengi wamekuwa kama online defense forces. Hawataki kujisajili kupiga kura. Kazi ni kupiga kelele, na hiyo sisi kama Wakenya na vijana ambao tunafaa kufanya nchi iende mbele, hatuwezi pata nafasi ya kubadilisha viongozi ambao hawafanyi kazi. Je, unaona ni kipi ambacho kinafaa kufanywa ili hali kama hii iweze kubadilika? Kitu ya kwanza, tume ya IEBC ikuje kwa ground kwanza isajili vijana. Vijana wako tayari kujiandikisha kupiga kura ili waweze kumake change katika taifa letu. Kitu cha pili, kuna vijana wale ambao wako na imagination kwamba wakijiandikisha kuwa wapiga kura wapya, kura yao iwezi kuwa na manufaa. Wito kwao? Wito kwa vijana wenzangu, ningependa kuwahimiza tuache kelele katika mitandao. Acha niweze kurudia, tuache kelele katika mitandao. Kama tunataka kubadilisha viongozi wetu, tuchukua hatua ya kujiandikisha kuwa wapiga kura wapya ili tuweze kubadilisha viongozi. Katika by election ambazo zimepita, mmejionea nyinyi wenyewe, hakuna kazi ya mitandao. Lazima tuingie ground, tujiandikishe kama wapiga kura, ndio tubadilishe nchi yetu ya Kenya. Asante sana. Pengine tuweze kupata mzee na yaje hapa tueleze, wewe unahisi ni kipi ambacho kinafanya vijana hawajitokezi kupiga kura wakati wa chaguzi kuu? Naam, kama Mkenya ambaye nimezaliwa Kenya na napenda nchi yangu, shida tuko nayo inafanya vijana wajitokezi ni shida ambayo imeletwa na wazazi na viongozi. Mimi hasa naongea kuhusu viongozi kwa sababu viongozi ndio wameleta shida Kenya, kwa sababu hawana mwelekeo mzuri, hawaleti ile furaha kwa vijana na patriotism kwa vijana, kwa sababu vijana wamekosa tumaini, wamekosa furaha, wananchi wako na hasira. Hiyo ndio shida tuko nayo kubwa, ambayo vijana wameona ni kama kukosea mzazi. Vijana wanaona wawe defensive, kwa sababu ndio naona hii mambo inaonekana iko mbaya kila wakati, kwa sababu mambo ya kuleta vita hapa Kenya ndio imeleta shida. Watu wanaamuka wanataka kupigania kiongozi fulani, ni kama hii kiongozi ameoni hiyo nchi. Wa Kenya sisi zote tujiulize maswali, mvua ilianza kutunyeshea wapi? Shida ilitokea wapi? Unaongea kama mzee na msasi. Shida ilitokea wapi? Mahali tumefikia sasa, kila uchaguzi ikiwa hata kidogo, tuko na shida, tuko na vita. Watu wanaharibu mali, wanaharibu nchi, wanaanza kupigana, wanaua wenzao. Yaani watu hawana hata furaha, hawana hata upendo. Hii shida imetokea wapi? Hata vijana wetu sasa wamerudi kuwa defensive. Hata hawataki kupiga hiyo kura. Ni kwa sababu kura imekuwa hopeless, yani imekuwa bure kwa watu. Viongozi wabadilishe mania zao na mawazo yao mbaya, walete nchi kwa muafaka mzuri ili watu wawe na amani, wawe na upendo, wapendane. Ili tukifika wakati wa kupiga kura, tujue ya kwamba tukichagua kiongozi, tunachagua kiongozi ambaye tutaamini kwa fedha zetu,
kwa mambo yetu, kwa mipango yetu. Na asante sana Kirobi, ulivyoweza kusikia ndizo baadhi ya kauli za wakazi katika eneo hili. Sina la ziada ila kukomea hapo na kurejesha uskani kwako studioni. Jina langu ni Kombo Alfayo kutoka kaunti hii ya Kisii. Na asante sana Kombo Alfayo kwa kusemezana na baadhi ya wakazi wa kaunti ya Kisii kuhusiana na mada hii komavu ambayo inaendelea hapa studioni. Wacha nirejee